Haleluya. Amen. Naweza angalia maandiko kwa wepesi sana. Basi kile kitu ambacho Mungu ametenda kwa dada yetu mpendwa, hakika ni cha ajabu, hakika ni cha kupendeza, ambao Mungu pia ana uwezo ya kufanya kwako ambao unasikia, na pia kwa ule mpendwa ambaye anasikia. Mwanadamu alianguka kwa dhambi hata kabla azaliwe. Wewe ni mwenye dhambi kabla uzaliwe, na ukifa katika hiyo asili utaingia jehanamu. Vile vile Mungu alipompatia kutambua kwamba yeye ni mwenye dhambi, yale maisha ambayo amekuwa akiishi ni ya dhambi siku zote, na mpaka ile siku ambayo Mungu atamuumba Kristo katika maisha yake ambayo ametenda. Basi kuna kitu ambayo inafaa uelewe, mwanadamu ni mwenye dhambi. Tukiangalia kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 5. Zaburi 51 mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanaeleza kama hivi: hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu anasema wewe ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, ulimwengu mzima una dhambi. Tukiingia kwa tumbo ya mama tu, ile siku uliingia kwa tumbo ya mama tu, wewe ulifanyika mwenye dhambi. Na wenye dhambi mahali pao ni kwa ziwa la moto milele. So mwanadamu hata kabla azaliwe, mahali ambapo anafaa awe ni katika ziwa la moto. Ni neema kubwa sana sasa kuwa hai ukiwa hapa duniani. Baada ya dhambi kuingia katika ulimwengu, Mungu anataka mwanadamu atubu. Kutubu ni kutambua wewe ni mwenye dhambi, na wewe pia umetenda dhambi. Maisha yako yote ni machafu mbele za Bwana. Wagalatia 5:19, Mungu anasema baada ya mwanadamu kurithi dhambi kutoka kwa Adamu, mwanadamu matendo yake yote mbele za Bwana ni machafu. Naweza kusoma tafadhali? Haya ni matendo umekuwa ukiishi. Haya ni matendo umekuwa ukifanya, kama venye amekuwa amezaliwa kwa dhambi, naye matendo ambayo tutayasoma amekuwa akiyafanya. Wewe pia umekuwa ukiyafanya, mimi nimekuwa nikiyafanya. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi 21. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: usherati. Analikuwa katika usherati. Mimi na wewe huenda hatujatenda usherati, lakini tumezaliwa na mbegu ya usherati. Kuangalia ni usherati. So mwanadamu akimwangalia mwanamke akimtamani, amezini. Uchafu, matendo machafu umekuwa ukifanya. Matendo machafu, Mungu anasema matendo machafu. Ufisadi. Kuna watu wamezaliwa tu wakiwa na dhambi, maisha yao yote ufisadi. Ana alikuwa kwa ufisadi, Ana alikuwa anauza bangi, alikuwa anazungusha bangi. Huo ni ufisadi. Ni kwa sababu ndani ya moyo wake kulikuwa na mbegu ya dhambi. Kuabudu sanamu, kuinamia sanamu. Kuna sanamu za kiroho na kuna sanamu za kimwili. Kuna sanamu ambazo mwanadamu anainamia, sanamu za Maria. Ana alikuwa na sanamu za kiroho ndani ya moyo. Fedha, mali, maisha mazuri, starehe, hizi zote ni sanamu. Uchawi, alikuwa pia katika uchawi, alienda kwa waganga. Ana alifanya hiyo. Uadui. Je, wewe unafanya? Uadui alikuwa nao, kutokusamea, alikuwa asamei kwa moyo wake. Ugomvi alikuwa nao, magomvi yanaendelea kila siku. Wivu. Hasira asili ya mwanadamu. Ana alikuwa nayo. Fitina alikuwa nayo. Wewe pia uenda uko nayo. Mungu anataka uache, utubu, muamini Kristo. Mafarakano alikuwa nayo. Uzushi alikuwa nao. Husuda ilikuwa sehemu ya maisha ya Ani. Ulevi. Ulafi. Pengine ni mlevi, pengine ni mlafi. Mungu anakuita. Mungu anakuambia ondoka huko. Mungu anakuambia usifie huko, ondoka. Na mambo mengine yanayofanana na hayo. Ambayo yanafanana na hayo, kama kuangalia pornografia na mambo mengine yoyote machafu. Mungu anasema ameka alama, na mwanadamu akizaliwa, hiyo ndio tabia yake, hiyo ndio mwenendo wake, kama venye alikuwa anaishi maisha machafu.
na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla. Mungu anasema wanadamu na waonya, analisikia akionywa, kwamba watu watendao mambo kama hayo, watu wanaofanya mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mungu anasema hawataingia, hawataurithi paradiso, hawana sehemu. Hiyo ilikuwa maisha ya Ana, hakuwa na sehemu paradiso. Shida ilikuwa haoni, lakini Mungu akampatia neema, akaona, akaanza kusikia. Mungu anakuita venye Mungu amemwita Ana kutoka kwa maisha hayo. Ezekieli 18 mstari wa 30, Mungu anakuita. Ndio maana Mungu akamtuma Yohana Mbatizaji kwanza, halafu Yesu aje. Yohana anaambia watu watengeze njia zao, waache njia zao mbaya, waje wamwamini Kristo Yesu, wadhihirishe imani kwa ubatizo. Hivyo ndio Mungu anakuita. Watu wanazama baharini kila siku pengine. Wajuaje wewe? Najuaje mimi? Tengeza njia yako, tengeza njia yako mapema. Na inaanza na toba penye Qur'ani imeanza kwa uwezo wa Mungu. Unaweza kusoma tafadhali? Tutasoma kwa uwezo wa Mungu Ezekieli 18 mstari wake ni wa 30. Maandiko matakatifu yanasema namna hii: Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nyumba ya Israeli, nitawahukumu. Mungu anasema nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake, kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Mungu anasema tafadhali, wewe unasikia sauti hizi, tubu. Geukeni kutoka makosa yenu yote. Geuka kutoka makosa yako yote. Mungu anasema geuka, uko na uwezo wa kugeuka. Mungu akikwambia ugeuke, anamaanisha uko na uwezo wa kugeuka kupitia neno. Kupitia neno uko na uwezo wa kugeuka kutoka kwa maovu yako yote, uko na uwezo. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Mungu anasema ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Mlevi uko na uwezo wa kuacha pombe, akiamini neno ana uwezo. Mungu anasema ukilewa nitakuchoma. Mungu amwambia mwanadamu kitu ambacho hawezi kufanya, anamwambia ukilewa nitakuchoma. Ina maana Mungu anajua mwanadamu akisikia neno ana uwezo wa kuacha pombe na ingie paradiso. Mungu anasema hivyo na kuweka imani kwa mauti ya Yesu, iliyo mbegu ya dhambi. Hiyo tulizaliwa nayo kutoka kwa Adamu, ilipwe msalabani uishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu. Basi Ana aliona sura yake ya dhambi ya moyo, na akaona matendo yake maovu ya nje, akapata toba. Mungu akamgeuza Ana kutoka kwa maovu mingi, akawa Ana sasa anahitaji apate ufunuo wa ile kazi Mungu aliifanya kwa Yesu Kristo. Tukiangalia alipoona kitabu cha Warumi 5, Mungu akampatia ufunuo wa Warumi 5 mstari ni wa 12. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Neno lasema namna hii: Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja. Dhambi iliingia ulimwenguni. Ana alikuwa juu ulimwengu ni nani? Alikuwa anafikia ulimwengu ni Amerika, ulimwengu ni sehemu ya Kenya, ulimwengu ni Asia. Lakini mpendwa, ulimwengu ni moyo wako. Ulimwengu ni moyo wa Ana. Ana alipoona ulimwengu umetajwa leo, hiyo siku akaanza kufahamu ulimwengu ni nani. Ulimwengu ni moyo wako, ulimwengu ni wewe. Ana kaona kupitia Adam, wewe pia unafaa uone kupitia Adam dhambi imeingia kwa moyo wako. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni nafsi yako, mahali dhambi imeingia. Mungu akasema naona wanadamu wakiangamia jehanamu. Mungu akasema nimempenda mwanadamu, akamtuma kondoo. Dhambi inatolewa kwa kondoo. Dhambi ishaingia kwa moyo wako, lazima Mungu akutumie kondoo. Hiyo dhambi iwekwe kwa kondoo, kondoo aondoke nayo. Amina. Mungu akatarisha kondoo. Huyu kondoo anaitwa nani?
Yesu Kristo. Kwa nini Yesu anatumwa ulimwenguni? Kwa nini Yesu anatumwa kwa moyo wa Anne? Mungu akatarisha kondoo aje kwa moyo wa Anne. Mungu ametayarisha kondoo aje kwa moyo wako Sam. Kondoo ametayarishwa, wewe ni ulimwengu. Amen. Mungu akaanza kufungua macho ya Anne, wewe ndio ulimwengu na dhambi imeingia na Mungu ameleta kondoo. Yohana 1:29. Hili ndio neno la wokovu wake. Mungu akamfunulia Anne. Baada ya kufunuliwa wewe ndio ulimwengu, dhambi imeingia kwa Adam. Mungu akamfunulia Anne Yohana 1:29 kwamba Yesu Kristo ndio kondoo. Mungu alimtuma kwa ulimwengu. Ulimwengu ni moyo wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana 1:29. Acha kwanza tukamilishe hiyo. Yeah, sawa. Warumi 5:12. Njema tuikamilishe kuisoma. Amen. Amina. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Amina. Acha tuangalie Yohana 1:29. Maandiko matakatifu yanaeleza namna hii. Siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Amen. Yeah. Katika Warumi, kwa Adam dhambi imeingia kwa moyo wako, imeingia kwa moyo wa Anne. Mungu akatuma kondoo. Mungu anakuambia tazama, usiangalie ulimwengu, usiangalie tamaa za ulimwengu, usiangalie maisha yako ya kale. Mungu anakuambia ondoa macho yako kwa ulimwengu. Wewe ndio ulimwengu na Mungu amemtuma kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ile dhambi ilikuwa kwa moyo wa Anne, ikawa imechukuliwa na mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Ndani ya moyo wake kukawa hakuna dhambi, manake dhambi kondoo ameichukua. Amen. Kondoo ambaye ni Yesu Kristo akaenda msalabani, akahukumiwa, damu ikamwagika, dhambi za Anne, dhambi zako na zangu zikaoshwa na damu ya mwana kondoo. Amen. Mungu anakuambia geuka, geuka uwe huru. Analisikia yuko huru, amefunguliwa kutoka kwa mzigo mkubwa wa dhambi. Amen. Msalabani dhambi, Yesu alisema imekwisha. Kuaminie adhirisha imani kwa ubatizo. Amen. 19 Yohana, tukimalizia Yohana 19. Asante. Yohana 19:30. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu. Amen. Baada ya kuonja hiyo siki, Yesu akasema imekwisha. Amen. Akainamisha kichwa chake, akaitoa roho yake. Amen. Amina. Kazi ilisha msalabani. Amen. Mungu anakuita utubu. Kazi ilisha msalabani. Mali Yesu kabla atoe roho yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu alisema imekwisha. Amen. Kwa nini wateswa na dhambi? Wateswa na dhambi kwa sababu hautaki kutii neno. Yesu akisema imekwisha, imekwisha. Tubu, amini Injili. Leo tumeletwa hapa na nini? Marko 16:16. Mungu anasema atakaye amini, ameamini kwa uwezo wa Mungu kwamba dhambi zake zimetolewa, zikaekwa kwa Yesu. Yesu akahukumiwa, zikalipwa msalabani. Amen. Na Mungu anasema atakaye amini na kubatizwa. Ndio maana Mungu ametuleta kwa maji. Atakaye amini na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Soma tafadhali. Marko 16:16. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu. Amen. Yeyote aminie na kubatizwa ataokoka. Amen. Lakini yeyote asiyeamini atahukumiwa. Amen. Mungu anasema atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Natumai hayo. Kama Morris hauna chochote, asante. Imetosha. Sasa tutaingia katika ubatizo.
Sawa.